kila Mtanzania anajisikia amani ndani ya nchi yake. Kila Mtanzania anajisikia yuko salama ndani ya nchi yake. Kila Mtanzania ana hamu ya kuchangia katika maendeleo ya nchi yake. Hiyo ndio nchi naitamani. Natamani nchi ambayo tunatofautiana katika itikadi, tunatofautiana mambo ya vyama vya siasa, tunatofautiana mambo ya dini na makabila, lakini tunatambuana kwa Utanzania. Naam, kauli ya Naibu Rais Daktari Nchimbi katika hotuba yake imeweza kuzua mjadala mkubwa kwenye mitandao ya kijamii na pia kuwasha moto kule Ikuluni. Na Naibu Rais Daktari Nchimbi ameibua mjadala mkubwa baada ya kutoa wito kwa wananchi, viongozi wa upinzani na wanaharakati kuendelea kushinikiza kupatikana kwa katiba mpya, akisisitiza kuwa mageuzi ya katiba ni muhimu kwa mustakabali wa taifa. Gumza katika mkutano wa hadhara, Naibu Rais Daktari Nchimbi alisisitiza kwamba katiba mpya inaweza kuimarisha uwajibikaji, kuongeza usawa katika utawala wa kuhakikisha sauti za wananchi pamoja na viongozi wa upinzani zinasikika zaidi katika maamuzi ya kitaifa, na aliwahimiza wananchi kutumia njia na zinazozingatia sheria katika kudai mabadiliko wanaoamini kuwa itaweza kufaidi nchi pamoja na wananchi wa kawaida. Lakini tu tungependa kusikia kutoka kwako, tuandikie maoni yako kuhusiana na kauli Rais Daktari Nchimbi, huku wengi wakizungumza, haswa wachambuzi wa masuala ya kisiasa wakizungumza kuwa ameweza kuzua moto Ikuluni. Kumbuka kauli hii imeweza kuzua hisia tofauti katika duru za kisiasa, na baadhi ya viongozi wa upinzani na wanaharakati wamepokea kama ishara ya kuunga mkono mjadala mpana kuhusu mageuzi ya kisiasa, wakisema kuwa mazungumzo kuhusu katiba mpya yanapaswa kuhusisha wadau. Hata hivyo, wachambuzi wa masuala ya kisiasa wameendelea kusisitiza kuwa matamshi hayo yanaweza kutafsiriwa kama msimamo unaotofautiana na msimamo wa Rais Daktari Samia Suluhu, wakati ambapo hasa iwapo serikali haijatangaza rasmi mpango wa kusukuma mchakato wa katiba mpya kwa wakati huu, na pia serikali ya CCM kutowapa fursa viongozi wa upinzani kujieleza katika mkutano wa kisiasa. Kumbuka hapo awali viongozi wa upinzani haswa John Heche waliweza kuhimizwa kuwa wasifanye mkutano wa hadhara ama mkutano wa kisiasa, la sivyo watahukumiwa ama wataweza kufungwa gerezani. Endelea tu kutuandikia maoni yako kuhusiana na kauli ya Naibu Rais Daktari Nchimbi alipohimiza wanaharakati, wananchi wa kawaida, viongozi wa upinzani waendelee kusukuma ili nchi ya Tanzania iweze kupata katiba mpya, huku wachambuzi wa masuala ya kisiasa wakizungumza kuwa yeye ameweza kutofautiana na Rais Daktari Samia Suluhu kuwa Samia Suluhu haungi mkono kauli ya katiba mpya, na kuwa Naibu Rais na Daktari Samia Suluhu na tofautiana, na kuwa hali hii itaweza kuzua mvutano katika chama cha CCM. Na kwa mujibu wa wachambuzi, kauli ya viongozi wakuu wa serikali zinapaswa kuonyesha mshikamano ili kuepusha tafsiri weza kuibua mkanganyiko miongoni mwa wananchi kuhusu msimamo rasmi wa serikali. Na wengine hata hivyo wanaona kuwa viongozi wanaweza kutoa maoni yanayochochea mjadala wa kitaifa bila kumarisha kuwa kuna mgawanyiko ndani ya serikali, mradi mjadala huo ufanyike kwa mujibu wa sheria na misingi ya kidemokrasia. Kumbuka hadi sasa hakuja kuwa na tamko rasmi kutoka kwa ofisi ya Rais ya Suluhu kuhusiana na kauli ya Naibu Rais Daktari Nchimbi, huku wachambuzi wa masuala ya kisiasa wakizungumza kuwa kuna mgawanyiko kati ya Rais na Naibu Rais na hawataweza kumaliza pamoja, na kuwa ipo siku Rais anaenda kumtema Naibu Rais Daktari Nchimbi, na Daktari Nchimbi ataweza kuungana na viongozi wa upinzani, ataweza kuungana na Chama cha Demokrasia na Maendeleo ili kuweza kusukuma ili Tanzania iweze kupata katiba mpya. Je, unahisi kwamba matamshi ya Naibu Rais Daktari Nchimbi akiwahimiza wananchi pamoja na viongozi wa upinzani pamoja na wanaharakati waweze kuhakikisha pana katiba mpya, je, unahisi kwamba itaweza kufanikiwa ama tu ni maneno ambayo yataweza kuisha?
kutakuwa na msukumo wowote serikalini ama kuwepo na katiba mpya. Tuandikie tu maoni yako hapo chini, tungependa kusikia kutoka kwako. Kumbuka kauli ya Naibu Rais Daktari Nchimbi imeweza kupokelewa vizuri na wananchi wa kawaida kupitia kwenye mitandao ya kijamii, ambapo wameweza kumuunga mkono na kumpigia makofi na kusema kuwa Naibu Rais ni kiongozi pekee serikalini ama katika Chama cha Mapinduzi ambaye wananchi wana imani naye, na viongozi wengine wananchi hawana imani nao, na kuwa Naibu Rais Daktari Nchimbi anastahili aendelee kusukuma ama aendelee kuwapa wito wananchi waendelee kusukuma ili waweze kupata katiba mpya. Maoni yako ni yapi? Tuandikie tu hapo chini, tungependa kusikia kutoka kwako. Kama unaunga mkono kauli aliyotoa Daktari Nchimbi ama unapinga, tungependa kusikia kutoka kwako, kwa maana tunaalika maoni yote. Kumbuka hadi sasa serikali kupitia chama cha CCM kupitia Rais Samia Suluhu haijaweza kutoa tamko lolote hadi sasa. Tuandikie hapo chini, na pia usisahau kubonyeza alama ya like na subscribe hapa chini, na asante kwa kufanya hivyo. Hadi wakati mwingine.